Kwa majina naitwa Dr. Oscar Mtui, ni daktari wa kitengo cha dharura na daktari wa kitengo cha dialysis hospitali ya Mtakatifu Gaspari Itigi. Leo siku ya figo duniani, ningependa kuongea mambo machache kuhusiana na afya ya figo kwa ufupi. Figo ni kiungo muhimu sana kwa mwili wa binadamu na kinafanya kazi ambazo ni za muhimu sana kwa afya na ustawi wa afya wa mwili wa binadamu. Katika kazi ambazo figo inafanya, ya kwanza ni kuondoa taka mwili katika mwili wa binadamu, lakini kazi nyingine ambayo figo inafanya ni kudhibiti shinikizo la damu mwilini. Lakini pia figo inahusika sana katika kuregulate au kudhibiti madini ambayo yanahusika kwa kiasi kikubwa kwenye afya ya ujumla ya mifupa. Lakini pia figo inahusika kwa kiasi kikubwa katika kutengeneza baadhi ya homoni muhimu mwilini, kama ilivyo homoni ya erythropoietin ambayo inahusika katika uzalishaji wa seli nyekundu za damu mwilini. Endapo kwa sababu moja au nyingine ikatokea figo ikashindwa kufanya kazi hizo, tunaita hali hiyo ni kwamba ni renal failure au kufeli kwa figo. Na kufeli kwa figo kunaweza kutokea katika hali mbili. Hali ya kwanza ni hali ya ghafla, lakini pia unaweza kupata hali ambayo inatokea taratibu kwa muda mrefu. Ikitokea kwa ghafla tunaita ni acute renal failure. Ikitokea taratibu kwa muda mrefu tunaita ni chronic renal failure. Hali hizi za figo kufeli zinaweza kupelekewa na sababu mbalimbali, lakini baadhi ya sababu ambazo sana zinahusika katika kuleta hali hiyo, mojawapo ni magonjwa yasiyoambukiza ambayo tunaita non-communicable diseases. Na magonjwa mawili yamesimama zaidi katika kupelekea hali ya figo kufeli. Mojawapo ni tatizo la shinikizo la juu la damu, high blood pressure, lakini pia tatizo la ugonjwa wa kisukari au diabetes mellitus. Lakini sababu nyingine ambazo zinaweza kupelekea figo kufeli ni mashambulizi ya vimelea mwilini. Sababu nyingine ambayo inaweza kupelekea figo kufeli ni utumizi holela au matumizi ya muda mrefu ya dawa za maumivu ambazo tunaziita non-steroidal anti-inflammatory drugs, kwa mfano wa aspirin, mfano wa diclofenac, ibuprofen na madawa mengine ambayo yapo katika kundi hilo. Matumizi ya muda mrefu ya dawa hizo yanaweza kupelekea figo kushindwa kufanya kazi au kufeli kwa figo. Endapo ikatokea figo zikafeli, tiba itaendana na kisababishi cha tatizo hilo. Endapo tatizo limepelekewa na shinikizo la juu la damu, basi tiba yake itakuwa ni kurudisha shinikizo la damu au blood pressure katika hali yake ya kawaida. Na kama imepelekewa na tatizo la ugonjwa wa kisukari, basi tiba yake ni kusaidia ile shida ya sukari ikae vizuri. Lakini kama imepelekewa na tatizo la mashambulizi ya vimelea, basi itabidi tutibu yale mashambulizi ya vimelea. Lakini ningependa kutoa ushauri kidogo kutokana na visababishi ambavyo tumeviona hapo ambavyo vinaweza kupelekea figo kufeli. Ni muhimu sana tukawa tunafanya uangalizi wa shinikizo la damu pamoja na sukari mara kwa mara. Ni muhimu ukaja katika vituo vya kutolea afya, ukapima shinikizo lako la damu, ukapima kiwango chako cha sukari mwilini. Kwa kujua vitu hivi kwa mapema itasaidia sana kuweza kuchukua hatua kabla havijapelekea mashambulizi katika upande wa afya ya figo. Lakini pia ni muhimu sana kuepuka kutumia kiholela dawa za maumivu, hasa dawa ambazo zipo katika grupu la NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, kama ilivyo kwa mfano wa aspirin, diclofenac, ibuprofen na dawa nyingine ambazo zipo katika kundi hilo. Lakini pia katika upande wa maisha, mtindo wa maisha, ni muhimu sana tukatumia maji ya kutosha, tukafanya mazoezi na tukala lishe iliyo hai. Ni muhimu sana kwa afya ya mwili kwa ujumla, lakini muhimu sana kwa afya ya figo. Lakini endapo ikatokea figo ikashindwa kabisa kufanya kazi katika upande wa matibabu, basi kuna huduma ambayo huwa inatolewa ambayo ni huduma ya kusafisha damu. Tunaita dialysis kitaalamu.
Ni huduma ambayo itachukua nafasi ya kuondoa taka mwili au kuchukua nafasi ya figo ya kuondoa taka mwili katika mwili wako, pale ambako figo zako zitashindwa kabisa kufanya kazi.